Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Nachukua fursa hii tena kuwakaribisha kwa ajili ya ibada ambayo tumeianza siku ya jana, ambayo tumekuwa tunaendelea nayo ili kuinulia Bwana mikono ama kuinulia patakatifu pake mikono. Ama ni nani anayeinua mikono kwa ajili yako? Na ninaamini ya kwamba ni baraka, ninaamini ya kwamba ni rehema ambayo ni ya Mwenyezi Mungu, ambayo Mungu ametujalia neema. Tulipoanza jana ni neno ambayo Mungu aliweka ndani yangu ili tukaweze kusemezana wewe pamoja na mimi, na naamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mwa rehema, na Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mwaminifu, na katika uaminifu wake Mungu hufanya mambo makubwa, Mungu hufanya mambo ya ajabu ili kwa utukufu wa jina lake. Na natumai ya kwamba Mungu anavyozidi kufanya mambo makubwa na mambo ya ajabu, Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo sana. Na katika uwezo wake unakuta ya kwamba Mungu anataka sote tukawe ni mtu mwenye kumuinulia mikono katika patakatifu pake. Na katika pale patakatifu utakapokuwa ukimuinulia Bwana mikono, utakuta ya kwamba Bwana atakuwa pamoja na wewe, na Bwana atakuwa ni mwenye kukuongoza ili sote tukaweze kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, tukaweze kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu ambaye mimi namjua, na huyo ndio Mungu ambaye namfahamu. Tuamini tunapoomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Mtakatifu tunasema ni asante, ni kwa swali mwema. Asante kwa ajili ya ujumbe huu ambao Baba Mungu anasemezana pamoja nasi, kusemezana pamoja nami, kusemezana pamoja na watumishi wako. Baba, tumejiweka mbele zako tunapokuinulia mikono yetu Baba wa milele, ikapate kibali mbele zako, ikapate rehema na fadhili. Baba, ni kwa swali mwema. Utukufu, heshima sikurudie. Mungu, ni kwa swali Jehova. Mafundisho haya ipenye ndani ya mioyo zetu na ikatende mambo makuu na ya ajabu. Baba, ni kwa swali mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, ninaamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa rehema, na ni Mungu ambaye ni wa ushindi, ni Mungu ambaye anakusudia kutenda mambo mema, ni Mungu ambaye anakusudia kutenda mambo ya ajabu na mambo makuu sana. Nilianza jana kuzungumza na watu na kutoa kwamba kuna watu ambao Mungu aliweza kuwainua katika mikono ya watu, na Mungu alipowainua katika mikono ya watumishi wa Mungu, mkaweza kuinuka leo hii. Mmekuja ni kama mmesahau wale watu ambao walisimama pamoja nanyi, wale watu waliowaombea, watu waliosimama nanyi, watu waliolia wakati mliugua, wakati mlipokuwa na shida. Mungu alisimama kwa ajili ya hao watu, wakaweza kulilia Mungu na Mungu akasikia kilio chenu. Daudi anasema ya kwamba walipougua, Baba, nilichifika kunia likawa ndio kama mavazi, machozi yangu yaliweza kuelekea wewe. Lakini leo hii kuna watu wengi ambao nakuta kwamba umeweza kukeuka. Nakuta kwamba wale watu waliosimama pamoja nanyi mkishinda vita, leo hii amwangalii tena. Wale watu ambao walitembea nanyi amwaoni tena. Mara mingi sasa hivi nakuta kwamba Mungu amekujalia ka uwezo. Unaangalia uwezo, unaangalia fedha zako. Sasa hivi uangalie kazi ya Mungu tena, unaangalia ile fedha zako, unaangalia the way ulipokuwa wakati ulikuwa mgonjwa, ulienda mbele za watumishi wa Mungu ukilia, watumishi wa Mungu wakifunga wakikuombea. Leo hii hata hauna haja nao, hauwezi kaongelea tena. Nataka nikwambie leo Mungu amenituma nikaweze kuongea pamoja na wewe. Kumbuka mahali ambapo kuna watu walilia kwa ajili yako. Rudi mahali ambapo watu walilia kwa ajili yako, ili Mungu akaweze kukuinua zaidi, kwa sababu kuna mtu alipepa rehema nao kao nashinda vita. Leo hii ukitazama, hata wewe mtumishi anaweza kuwa akikupigia simu, wewe mazungumzo huna naye, unaona tu ni kama fedha anataka kwako, unaona kama kuna kitu anahitaji. Una haja kumpigia simu, una haja kuzungumza naye, lakini ujue ya kwamba huyo mtu peke yake ndiye Mungu alikuwa amempa rehema ya kuweza kusimama na wewe na ukashinda vita. Nataka nikwambie vita ambavyo vyenye viko mwaka huu ni vita vikali, ni vita vizito. Vinahitaji wale watu ambao watakao simama na kutuombea, wale watu watakao simama na kulilia Mungu kwa ajili yetu, wale watu ambao watatuonyesha njia ya Mungu, wale watu ambao watasimama na kupigana vita katika anga, watakao simama na kupigana na nguvu za giza. Leo hii unaweza sema kwamba ninajua kuomba, ninajua kufanya nini. Unaweza kuwa unajua kuomba, lakini neema ya maombi na uombezi, hiyo neema haujapewa wewe. Na mtu ambaye amepewa hiyo neema ya uombezi na maombi, na hiyo neema yeye ndiye ameibeba, ili so that aka make sure kwamba ukaweze kuwa na hiyo afya, ukaweze kuwa na hiyo uzima, ukaweze kuwa na hiyo amani. Na ndipo nimekuja kuzungumza na wewe masaa haya, ili so that kumbuka wale watu ambao walilia wakati ambapo waliinua mikono patakatifu. Kitabu cha Psalms 134 mstari wa 2 andika sema, painulieni patakatifu mikono yenu
na kumhimidi Bwana. Painulieni patakatifu mikono yenu na kumhimidi Bwana. Mungu anahitaji kuinuliwa, Mungu anahitaji kutukuka, Mungu anahitaji kupokea utukufu, Mungu anahitaji heshima, Mungu anahitaji mamlaka. Maandiko yanasema painulieni patakatifu mikono yake. Wakati ambapo tunainua mikono tukililia watu, tukililia Mungu kwa ajili ya, kwa niaba ya watu. Mara mingi watumishi wa Mungu wanalilia familia zenu, wanalilia jamii yenu, mpaka hata unakuta kwamba wanasahau familia zao. Lakini baada ya wewe kufanikiwa, baada ya wewe kuona kwamba Mungu amekutoa katika hiyo situation, unaweza kukaa katika mabaraza, unaweza kukaa vikundi na ukaongea juu ya mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambie mwaka 2026 ili ukaweze kufanikiwa, lazima ukatoke katika fungu la kuongea juu ya watumishi wa Mungu, lazima ukatoke fungu la kujiona wewe ni bora kushinda watu wengine, ili so that Mungu aliyesababisha ukashinda vita kwa mikono ya huyo mtumishi, huyo Mungu baada atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Sababu lengo ya kukutana ili ni kwa sababu ya kuinulia Bwana mikono katika patakatifu pake. Tunahitaji kumuinulia Mungu wetu mikono, tunahitaji kumpatia Mungu ibada, tunahitaji kumpatia Mungu utukufu, tunahitaji kumpatia Mungu heshima, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye mamlaka na Mungu anatukuka kupitia kwa watumishi wake. Leo hii unafaangalia, nimekuwa nikiangalia leo hii unafaangalia makanisa mingi, unakuta kwamba watu wamefika kiwango wanajiona ni wao, kile kitu mtu anaona ni yeye. Nataka nikwambie, ukiangalia katika kitabu cha Ayubu 42 mstari ukiwa ni wa 7 kuendelea hadi hapo 10, unakuta kwamba Mungu anaangalia mtu anaitwa Elifaz Mtembei pamoja na rafiki zake, anasema mliongea maneno yasiyofaa juu ya mtumishi wangu, lakini ili nikaweze kuwaredia, chukueni sadaka mkaende kwa mtumishi wangu, atalie nami nitawasamea. Which means watumishi wa Mungu wamebeba neema kubwa. Wakati ambapo umeanza, wakati ambapo umekosea mbingu, Mungu atatumana ili sote tukaweze kujiunganisha katika ile neema tena. Kuna karamu utakayolipa. Na wewe ambao unakaa chini ya mtumishi na mtumishi ako tayari kukulea, kuwa mnyenyekevu, kuwa mtu wa kutii. Waacha kusikiza sauti za watu, waacha kusikiza kwenda na majority, kwa sababu kuna huyo mtumishi ameamua kukulea, kukupeleka kiwango kingine. Kaa chini na Mungu atakuwa ni mwenye kukuongoza ili ukawe ni mtu mwenye kufanikisha hatima zako na ndoto zako. Kuna watu leo hii unakuta ya kwamba hata makanisani, ambapo makanisani penye tuko, mtu anaanza kufundishwa, anaanza kulelewa, hajasimama, baada anaona ya kwamba ni yeye. Baada anafika kiwango ukikemea leo, mchungaji anakutrain kukemea pepo leo, unaona ya kwamba uko na powers, unaweza toka na ukaongea juu ya mtumishi, unaweza toka na ukafungua madhabahu, unaweza toka na ukafungua kanisa. Nataka nikwambie zile vita bado wewe ni mtoto, unahitaji bado uko maziwa, unahitaji kulelewa, ili so that huyo mtumishi akaweze kuinua mikono kwa ajili yako, akaweze kukuombea. La sivyo vita ambavyo viko ni vizito, ambavyo unakuta kwamba wewe hautaesana nazo, na ndio that is why tumepoteza watu wengi kwa sababu ya kujiona wao ni watu wa tamana. Katika maandiko kitabu cha 1 Timothy chapter 2 verse 8 andika sema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Wanaume wakawa ni wenye kusalisha matendo yaliyo mema, ili wakiinua mikono zao wakimwabudu Mungu mahali popote wanapoenda, wasalishe matunda yaliyo mema, matunda ambayo yanayofurahisha. Ndilo lengo la Mungu, anasema wanaume wakaweze kusalisha. Ninaposema kusalisha, si kusalisha wanawake. Haleluya. Acha kuna wengine anaweza sema mtumishi unasema tusalisha. Kusalisha baraka, kusalisha neema, ili kila mahali kukawe na maono, kila mahali kukawe na maendeleo, kila mahali kukawe na kazi ya Mungu inayoendelea. Na indakane isaliwe kutoka mikononi mwetu, indakane isaliwe hizo dali. Kuna mahali ambapo kuna watu wanainua mikono kwa ajili yetu, nasi tunainua mikono tukisalisha kazi ya Mungu, ili so that kazi ya Mungu ikaweze kupanuka na kazi ya Mungu ikaweze kuenda katika kiwango kingine. Mungu anakusudia na Mungu anaangalia. Sote tutakuwa watu wenye kusalisha, na katika kusalisha huku tutaweza kumuona Bwana ambaye ni mfalme wa wafalme, Mungu wetu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye fadhili. Hapana Mungu mwingine aliye kama Mungu wetu wa mbinguni. Yeye amejaa rehema na amejaa fadhili, uwezo na mamlaka zote zinaandamana pamoja na yeye, kwa sababu sinamlaki na sinamtukuza katika jina la Yesu Kristo. Tunapoangalia katika kitabu cha First Kings ama Wafalme wa Kwanza
ikiwa ni mlango wa 8 mstari wake ni wa 22. Andiko linasema Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni, akasimama mbele ya madhabahu. Tuko na watu leo hii wanapokuja katika nyumba za ibada, mikono zao zimekunjwa. Hawawezi kunjua mikono mbele za Bwana, hawawezi inua mikono kumwabudu Mungu. Na unakuta kwamba watumishi wamejenga madhabahu, kwa sababu Mungu alijenga madhabahu ndani yao ili tukaweze kwenda mahali pale tukakunjue mikono, tukaweze kwenda mahali pale, kwa sababu tunahitaji kubarikiwa, tunahitaji tukaweze kusimama, tunahitaji tukaweze kujengwa. Sote tunapofika mbele ya madhabahu, ninazungumza na wewe ambao unaenda katika nyumba za Mungu. Kuna watu wengi wanapoenda kanisani hata sadaka habebi, na unakuta kwamba huyu mtu anakula na anakunywa, lakini hawezi pepa hata sadaka kwenda katika nyumba ya Mungu. Mikono yake ameigunja, na ila kwamba anaomba ya kwamba mtumishi, mbona mimi siparikiwi, mbona mimi siinuliwe? Kwa sababu hajaheshimu ama hajaunganika na ile neema ambayo iliyo katika ile madhabahu ya kukunjua mikono. Mikono zetu zimekuwa ni mikono mitupu, mikono ambazo unakuta kwamba mikono zimekuwa michao. Ndipo Daddy Swaya anasema ya kwamba Suleimani akasimama mbele ya madhabahu na akakunjulia Bwana mikono. Tunapoangalia jinsi Suleimani alivyokunjua mikono, tunaangalia Suleimani baada ya kumjengea Mungu madhabahu, sadaka ni alizozitoa. Alitoa sadaka katika ile madhabahu na alihakikisha kila madhabahu yote, kwa sababu anatunza sadaka zake katika madhabahu. Na ndipo unakuta kwamba watu leo hii wana uwezo wa kuchosha watumishi wa Mungu na maombi sana. Mtumishi niombee, mtumishi nifanyie nini? Kila mara nakupigia simu za maombi, ninasikia vibaya, mwili wangu hauko sawa, ninasikia niko na shida hii. Lakini wakati ambapo kanisa liko na hitaji, linamhitaji halimupati. Kanisa linahitaji ya kwamba leo tuko na hitaji, tunahitaji tukaweze kununua vyombo, tunahitaji tukaweze kununua uwanja wa kanisa, tunahitaji ya kwamba tuna mradi ambao tunahitaji tukaweze kufanya, ili sio chochote kinachohusiana na madhabahu huyo mtu hapatikani. Tunapotangaza mikutano ya maombi, huyu mtu hapatikani katika mikutano ya maombi, hapatikani katika ibada. Yeye ni mtu wa Jumapili tu Jumapili, lakini unakuta kwamba huyu mtu kazi yake ni kulalamika na kunungunika. Imefika time na hitaji tukaweze kuinua mikono batakatifu. Tunaposema tunapanda mlima wa maombi, tunataka tupande sisi wote, ili sote pamoja na kiongozi wetu ambaye ni mchungaji tulio naye, anapoinua mikono nasi tukaweze kuinua mikono, na uwepo wa Mungu utakuwa ni wenye kuambatana pamoja nasi. Uwepo wa Mungu utakuwa ni wenye kujaa. Uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zitakuwa ni zenye kutawala katika anga ya kila mmoja. Nataka nikwambie wewe mtu ambao umezoea kulalamika juu ya watumishi wa Mungu, punguza maneno, punguza mdomo. Unaongea sana kuliko kufanya kazi. Unaongea sana. Tukiangalia hata tunapoenda katika salio, tunapoenda katika madaftari za hekalu, hatuwezi kupata jina lako ya kwamba data fulani alifanya hii, ndugu fulani alihusika katika hili jambo, lakini kwa kulalamika ni namba 1. Jambo lote linalotendeka wewe ni wa kwanza kulalamika na kulia. Nimekuja kuambia kwamba Mungu hana radhi na wapumbavu. Mungu ako radhi kwa ajili ya wale watu walio na ufahamu, watu walio na wisdom. Na unakuta kwamba katika maneno kanisani kierere maneno uongo namba 1, kuongea ni kwingi kushinda kufanya kazi. Mwaka 2026 tunahitaji tukaweze kuinua mikono, ili Bwana akaweze kuona mikono yetu sikiwa zimeinuliwa. Kama Suleimani aliweza kumuinulia Bwana mikono, hata sisi tuna uwezo wa kufanya peda, ili so that Mungu akaweze kupokea utukufu, Mungu akaweze kupokea heshima. Tutainua mikono katika nyumba ya ibada, tutainua mikono katika matoleo, so that tunahitaji tukaweze kutembea katika uwepo wa Bwana. Tunahitaji tutashika watumishi wa Mungu mikono, ili so that watumishi wa Mungu wanapepa mzigo mkubwa. Na hata wengine naongea na nyinyi hapa. Watumishi wa Mungu wamechenga madhabahu kwa karama kubwa, wamechinyima, wamefunga, wanaomba, wanakesha, wanalia kwa ajili yenu. Wamewachukua mpaka viongozi kanisani, lakini utendaji kazi wetu ni mbovu. Unakuta kwamba unaongea sana, ulipopata hiyo nafasi una uwezo wa kwenda kwa mama fulani, una uwezo wa kwenda kwa ndugu fulani, mkaweza kuzungumza kuhusu nyumba ya mchungaji, mkaimaliza, mkaongea yote mkaimaliza, lakini hamujajua the way laana ambayo mnatafuta kwa ajili ya vizazi na kwa ajili ya watoto. Ndipo niko hapa mahali hapa kukufundisha. Wakati unaona udhaifu katika mtumishi wa Mungu, muinue mikono, muombe, simama naye katika maombi, si kumsemanga, si kumsengenya, kwa sababu haujui kila ambacho anapitia ndipo akafika katika situation. Na haimaanishi katika kila anachopitia akimfanya kuwa mtumishi wa Mungu bado yeye ni mtumishi wa Mungu. Lakini unakiangalia ubora wote wa mtumishi wa Mungu unategemea na wanawe jinsi wamesimama naye, watoto wake jinsi wanavyomuombea,
watoto wake jinsi wanapotembea na yeye, Mungu anawapatia nafasi iliyo sahihi na wanafanikiwa na wanainuliwa, kwa sababu wao ndio wamesimama kubeba, kwa sababu mtumishi amebeba maono, lakini watimiza maono ni hawa, na lazima wakaweze kuombea yale maono yaliyo ndani ya mtumishi, na pamoja na kuombea yale maono, ili sote wakaweze kuimplement maono na maono ikaweze kutimia. So tunahitajiana, si kusimama na kulalamika juu ya watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu hafanyi, afadhali fulani ningekuwa kwa fulani. Sasa mimi sielewi, lakini popote mahali ambapo tuko tuna uwezo wa kufanya kazi hii ya Mungu, na Mungu akaweze kutubariki kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko katika kitabu cha Psalms chapter 88 verse 9. Nimefungwa wala siwezi kutoka, jicho langu nitaanza verse 9. Verse 9 inasema, jicho langu limefifia kwa ajili ya mateso. Bwana, nimekuita kila siku, nimekunyoshea wewe mikono yangu. Jicho langu linafifia, kila siku nimekunyoshea wewe mikono. Unamlilia Bwana, jicho likiwa linamtazama. Jicho lako likiwa linafifia. Jicho kufifia, umetazama at least uone ukibarikiwa, umetazama uone ukiinuliwa, lakini haujaweza kuona. Lakini nakuombea mchana wa leo kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa tamana, Mungu wa Israeli, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, anza baada ya maombi yako mazuri, maombi yako ambayo imekuwa ni mema, umemlilia Mungu, jihusishe na kazi ya Mungu, na Mungu anapojihusisha na kazi yake, Mungu ataanza kukubariki, Mungu ataanza kukuinua. Kuna watu wengi unakuta wako karibu sana na wachungaji, na hao ndio wanaua maono yaliyo ndani ya mchungaji. Hao ndio watu ambao wanatoka nje wanaongea vitu isiyofaa. Leo nataka niwaambie kwa jina la Yesu Kristo, badilika ili sote Mungu akaweze kuinua. Na nataka nikuulize swali, je, ulipoanza kuongea vibaya kwa huyo mchungaji, maisha yako inakaa aje? Umebadilisha maisha yako kiwango gani? Unatembea katika baraka aje? Ni nini ambacho unaweza simama ukashuhudia watu ya kwamba Bwana alinifanyia? Unakuta zaidi ya kupromoka na kurudi nyuma, kwa sababu umechukua vita vya madhabahuni ukavileta katika maisha yako. Vita vya madhabahu, achia madhabahu, so that usijihusishe, ili ukaje jicho lako likafifia. Unainua mikono mbele za Mungu, Mungu asikii maombi, Mungu ajibu maombi, kwa sababu ya domo ambayo tulio naye. Leo ninakushauri katika jina la Yesu, toka katika ile fungu la watu wasiofaa, na Mungu atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakujenga, Mungu atakusimamisha, na Mungu atakufanya mwamba katikati ya miamba, nao utakuwa kiungu sahihi ambacho ni cha kupendeza mbele ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Katika 1 Kings chapter 8 verse 54. 1 Kings chapter 8 verse 54 andiko nasema, hata ikawa Suleimani alipokwisha kumuomba Bwana maombi hayo na tua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepika makoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Suleimani baada alipokuwa akienda kwa madhabahu, andiko natuambia kwamba alipomaliza kuinua mikono na kukunjua, akatoka katika madhabahu, akatoka mbele za Mungu mahali ambapo alikuwa amepika makoti. Hakutoka the way anafotoka, alitoka ili zote anangojea Mungu akaweze kujibu maombi yake, Mungu akaweze kumwezesha, Mungu akaweze kumuinua. Ninaongea na wewe ambao unanitazama. Umeomba sana, umekuwa na maombi sana, unatamanio sana. Kuna watu sasa hivi wako na tamanio sana. Hata mtumishi akihubiri anasema shangenipa tu mimi ndio nihubiri, shangenipa tu mimi nifanye. Nataka nikuulize hivi leo, wewe mtu wa Mungu mahali ambapo uko, si Mungu amekujalia neema na kibali, unaweza kuwa unatumika kule kazini, kuna watu wengi, na Mungu ana uwezo, Mungu anaweza kubariki na anaweza kukujenga kwa jina la Yesu. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema, na ni Mungu wa dhamana, na ni Mungu ambaye anafanya mambo makubwa na makuu ya ajabu. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya hiyo nafasi na kipindi ambacho tumekuwa naye. Mungu akutende mema, Mungu akubariki, Mungu akufanye chombo kwa jina la Yesu Kristo. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Watumishi wako tumerudi tena, tunakumbuka Baba wamlee watu waliosimama pamoja nazo, watu walioinua mikono kwa ajili yetu, watu waliotuwekelea mikono ili tukawa watu.
Tunarudi chini tukinyenyekea, ili Baba ukatujenge na ukatutende mambo makuu na mambo ya ajabu. Baba, ni kwa sweli mfalme, utukufu na heshima sikurudie, ni kwa sweli mwema. Tuinue, tubariki, tutende mema. Tunashukuru kwa ajili ya baba za kiroho wote, Baba wamle mahali walipo, wote wanaotuombea usiku na mchana, wote wanaotufuatilia, wote wanaotuombea ili tukaweze kusimama, wote wanaotuombea ili familia zisimame, jamii zisimame, wote wanaotuombea ili tukawe na afya na amani. Mungu tunasema ni asante, ni kwa sweli Jehova. Pokea utukufu na heshima, ni kwa sababu stahili. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Shalom, shalom mtoto wa Mungu. Mungu akubariki na akutende mema. Tukutane siku ya Jumatatu. God bless you.